Tume pia imepokea ushahidi kwa watu 39 ambao inadaiwa walifariki au kupotea, ikiwemo baadhi ambao awali inasemekana miili yao ilionekana kwenye hospitali au vituo vya afya na kutambuliwa, lakini ndugu zao baadaye miili hiyo haikuonekana tena, na wengine walisema kuwa walizika nguo za marehemu ili kuhitimisha misiba. Hii ni moja ya jambo muhimu ambayo tume imetoa mapendekezo ili ifanyike kazi mapema iwezekanavyo. Tume pia ilipokea madai kutoka kwa waathirika na mashahidi wengine kuhusu watu kupigwa risasi, kujeruhiwa au kuuawa katika maeneo ambayo hayakuwa na ghasia na vurugu. Kuna madai ya watu kupigwa risasi kwenye makazi yao, ikiwa pamoja na ndugu, ikiwa pamoja na ndani ya nyumba au sebuleni au ndani ya maduka. Hizi ni tuhuma nzito zinazoashiria uwezekano wa matumizi ya silaha za moto kinyume na miongozo na kanuni za kimataifa, kikanda na kitaifa, na kuhusu matumizi hayo ya moto. Hili ni jambo jingine linalohitaji kufanya upelelezi wa kina, na tume imeleta mapendekezo kwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niseme kidogo kuhusu majeruhi. Tathmini ya tume inaonyesha kuwa hadi kufikia tarehe 31 Machi mwaka 2026, majeruhi waliokuwa wamehudumiwa katika vituo vya afya vya umma na binafsi walikuwa ni 2390. Kati yao raia civilian walikuwa 2270, 95%, na maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama 120, sawa na 5%. Kuna uwezekano kwa baadhi ya majeruhi hawamo katika idadi hiyo kwa sababu mbalimbali, kwa pamoja na uwezekano wa baadhi ya majeruhi kuendelea kupata matibabu nje ya vituo rasmi vya kutolea huduma za afya, na wengine kukimbia nchi jirani, hususan kwa mikoa ya mipakani ya Mbeya, Songwe, Arusha na Mara kwa hofu za kukamatwa. Majeruhi waliopata majeraha makubwa walikuwa 219, sawa na 9.2% ya majeruhi wote. Kati yao majeruhi 197 walikuwa na majeraha yanayotokana na risasi na 22 hayakuwa na risasi. Wengi wa majeruhi katika kundi hilo walazimika kulazwa hospitali ili kupata huduma za matibabu. Aidha, majeruhi 2171 walipata majeraha madogo ambayo walipata huduma na kuruhusiwa. Kati yao majeruhi 833 walikuwa na majeraha yaliyotokana na risasi katika sehemu chini za mwili, wakati majeruhi 126 walikuwa na majeraha sehemu ya juu ya mwili, na uchunguzi wa kitabibu kwa majeraha wote ulifanyika kwenye vituo vya umma na huduma za afya, na majeraha wote hao waliopata huduma kulikuwa hakuna ushahidi wowote wa mtu yoyote katika hao ambayo aliteswa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kulikuwa na madai ya kuwepo makaburi ya halaiki. Kulikuwa na madai hayo kupitia vyombo vya habari vya kitaifa na mitandao ya kijamii kusuwepo kwa makaburi halaiki eneo la makaburi ya Kondo, Kunduchi, manispaa ya Kinondoni, Dar es Salaam. Tume imefanya uchunguzi ikiwa ni pamoja na kutembelea na kukagua eneo la makaburi, kufanya mahojiano na kupata taarifa ya afisa msimamizi wa makaburi hayo kutoka manispaa ya Kinondoni, na kuchukua ushahidi wa wasimamizi wa makaburi ya Kondo. Tume pia imeshirikisha wataalamu mbalimbali ili kufanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu madai hayo, ikiwa pamoja na picha za satellite iliyotumika kuleta madai hayo.
Maoni ya wataalamu hao wakiwemo wa uchambuzi wa mbalimbali wa mifumo ya taarifa za kijiografia, remote sensing and geographical information system, ni kwa madai hayo hayakuweza kuthibitishwa. Lakini tume pia ilifanya ukaguzi na kubaini kwa eneo la makaburi ya Kondo lililozungukwa na makazi ya watu na ambayo bado linatumika kwa shughuli za kilimo cha msimu na lina ulinzi muda wote. Kutokana na ushahidi na uchunguzi wa tume wa uandani na kuzingatia hali ilivyoonekana katika eneo la makaburi hayo pamoja na taarifa za wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, tume imebaini kwa madai ya kuwepo kwa makaburi halaiki eneo la Kondo hayakuweza kuthibitika. Madhara ya kiuchumi. Madhara makubwa ya kiuchumi yaliyotokea ni yale yanayohusu mali za watu binafsi na mali za serikali kuharibiwa. Tume imebaini kutoka vyanzo mbalimbali kuwa mali iliyoharibiwa ina thamani ya bilioni 125 shilingi 125 bilioni. Kati ya mali hizo, mali za sekta binafsi ambayo ni watu binafsi, vituo vya mafuta, CCM na benki zina thamani ya bilioni 89 sawa na 71.2%, na mali za umma ambazo ni mali za serikali na taasisi kama zile shule, TRA, mahakama, polisi, DART, TANROADS, TANESCO, TTCL zina thamani ya shilingi bilioni 36 sawa na 28.8%. Lakini sekta binafsi ndio imepata madhara makubwa kuliko sekta ya umma. Ushahidi na waathirika wengi waliopoteza mali binafsi unaonyesha machungu waliopata na wanaendelea kuwa nayo. Mfano mmoja ni mstaafu alieleza tume kwa kusema haya: baada ya kustaafu nilikwenda Equity Bank Tanzania kwa ajili ya mkopo wa gari la kufanya biashara kiasi cha milioni 180 kabla ya riba. Nikanunua tipa la mchanga lenye namba ya usaili ambapo kila mwezi nilikuwa narejesha milioni 6.9. Gari hilo baada ya kuinunua ilikuwa inaegeshwa kwenye eneo la TANROADS Kimara Temboni baada ya kazi. Tangu gari hilo ninunue ilifanya kazi kwa miezi miwili tu, na tarehe 29 Oktoba wakati wa ghasia ya uchaguzi mkuu, eneo la kuegesha magari la TANROADS lilivamiwa na gari yangu ikawa imechoma moto na kuteketea kabisa. Nimejaribu kupata msaada kwenye bima, ila imeshindikana kwa kuwa nilikuwa na bima ya kawaida kubwa comprehensive na sio bima ya majanga ya kisiasa political risk insurance. Mjasiriamali wadogo pia na wakati walipora na kuibiwa mali zao zenye thamani ya bilioni 1.6. Shahidi moja kutoka Tegeta alieleza haya: mimi ni mfanya biashara wa simu. Siku ya uchaguzi mkuu duka langu lilivamiwa na wafanya vurugu, wakaiba simu zote ndani ya duka. Simu zenyewe ni za mkopo, zina hali mbaya, hata sijui nifanyaje. Uwezo wangu haupo tena, hapa nilipo nimejaa msongo wa mawazo. Kuna uwezekano utathmini kutoka kundi hili kuwa ni kubwa zaidi kutokana na changamoto za utunzaji wa kumbukumbu na taarifa za biashara na wajasiriamali hao. Zilivyo pia hasara kubwa kwa upande wa sekta ya fedha. Kwa mfano, jumla
ya shilingi milioni 621.7 ziliporwa na kuibiwa katika ATM Vyoto Motela ya mabenki makubwa matatu: CRDB, NMB na NBC. Sekta nyingine zilizoathirika kiuchumi ni kushuka kwa masoko ya fedha, mabadiliko ya mzunguko wa fedha, usafiri na usafirishaji na utalii. Kwa mujibu wa taarifa ya Februari 2025 ya kampuni ya kimataifa ya kutathmini kiwango cha nchi kuaminika katika kukopa, yaani Moody's, kiwango cha Tanzania cha kuaminiwa katika kukopa, credit rating, kimebaki katika kiwango cha B1. Hali hiyo inaifanya Tanzania iendelee kuaminika na wakopaji kama ilivyokuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Aidha, wachumi waliokutana na tume walisisitiza kwa iwapo viashiria vya kisiasa, political risks, havitashughulikiwa ipasavyo, kiwango hicho kinaweza kushuka. Kwa mujibu wa Benki Kuu, uamuzi wa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ilikuwa ni uamuzi mzuri na wakati, na kwa kiasi ni muhimu, ulikuwa muhimu, chanzo muhimu cha kujenga imani kwa uchumi wa Tanzania. Madhara mengine ambayo tume ilielekeza kuchambua ni madhara ya kisaikolojia. Tume ibaini kuwapo kwa watu waliopata madhara ya kijamii, kihisia, emotional, kiroho, spiritual, kimwili, physical, ambayo wanahitaji kupatiwa huduma za afya ya akili, kisaikolojia na kijamii. Matokeo kama vile vifo, ulemavu wa kudumu, majeraha ya mwili, kupoteza ndugu au kupora au kuharibia mali vilivyotokea kwa baadhi ya watu vimesababisha athari ya kisaikolojia na changamoto za kijamii miongoni mwa wananchi. Athari hizo zimejitokeza kwa namna tofauti, ikiwemo watu kupata msongo wa mawazo, huzuni, hofu, kupoteza imani ya mifumo ya kijamii na kisiasa. Katika mazingira hayo, imebainika kuna mgawanyiko ambao jamii imepoteza mshikamano na kuaminiana. Kundi lingine ambalo liliathirika ni wahanga, wauguzi na wahudumu kwenye vituo vya afya hizo, na mmoja wao anasema haya kwamba anataka hata kuacha fani hiyo yake ya udaktari. Shahidi mwingine kutoka mkoa wa Shinyanga alisema kuwa baada ya kupigwa risasi ya mguu nilipoteza uwezo wa kutembea, na kama zamani maisha yangu yamebadilika sana. Ukosefu wa baiskeli ya kunisaidia kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine, hususan kwenda shuleni, umeninyima uhuru wa kushiriki maisha ya kawaida kama kijana wenzangu. Nimejikuta nikiwa na huzuni na msongo wa mawazo kwa sababu siwezi kufika shuleni, kushiriki na marafiki wala kuendelea na ndoto zangu. Mara nyingi najihisi sana thamani na nimeachwa peke yangu, hali ambayo imenifanya niishi katika upweke. Wakati wa kusikiliza mashahidi, tume ilibaini uwepo ya watu 107 wenye hitaji la msaada wa kisaikolojia ili ichukue hatua. Iliwaunganisha waathirika hao moja kwa moja na wizara yenye dhamana ya masuala ya maendeleo ya jamii ili waweze kuchunguzwa na kupatiwa msaada wa kisaikolojia. Tunashukuru hilo limefanyika na waathirika wote 710 walifikiwa
na walipatiwa huduma za kisaikolojia mikoani na wilayani na ustawi wa jamii, idara ya ustawi wa jamii wa serikali. Mheshimiwa Rais, hadidu za rejea ya tatu ilikuwa ni kubaini hatua za kubaini, kuzuia na kudhibiti ghasia. Kuhusu kubaini, viashiria vya kutokea kwa ghasia siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 vyenye lengo la kuzuia na kuvuruga uchaguzi vilianza kujitokeza kupitia mitandao ya kijamii takriban miezi 6 kabla ya uchaguzi. Kwa nyakati tofauti, kuanzia mwezi wa Aprili hadi Oktoba 25, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA ilikuwa ikiwasilisha taarifa zinaonyesha viashiria vya ghasia kwa mamlaka na vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi nyingine ili zichukue hatua. Tarehe 17 Oktoba 2025, TCRA ilibaini bango mtandaoni lililokuwa na maudhui yanayohamasisha ghasia na kuzuia uchaguzi mkuu. Bango hili lilionyesha malengo ya maandamano yaliyoandaliwa kuwa ni ya kitaifa, kuwa ni ya kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu uliopangwa tarehe 29 Oktoba. Katika taarifa yake ya 26 Oktoba, TCRA pia ilibaini kuwepo kwa mjadala katika moja ya mitandao ya kijamii kuhusu namna watakavyotekeleza ghasia siku ya uchaguzi. Majadiliano hayo yalionyesha kuwa siku ya uchaguzi yangeharibu mifumo ya umeme ili kuliingiza nchi gizani, kuchoma moto vituo vya mafuta na kuchoma moto vituo vya kupigia kura kwa lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu. Licha ya viashiria vya mtandaoni viliwekwa wazi zaidi, kulikuwa pia na viashiria ambavyo tume ilivigundua kupitia mashahidi waliofika mbele ya tume. Mfano ni kuwepo kwa vijana wasiopungua 500 katika majengo, misitu na makambi katika maeneo mbalimbali nchini kwa takriban siku 28 ambapo walihifadhiwa na kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya ghasia siku ya uchaguzi mkuu. Tume kupitia uchunguzi wake ilibaini kwa moja ya nyumba hizo iliyopo Dar es Salaam ilikuwa umbali wa takriban mita 10 kutoka kituo cha polisi. Pamoja na tume kupokea ushahidi unaonyesha kuwepo kwa baadhi ya viashiria vya mipango ya vurugu siku ya uchaguzi mkuu, hakuna ushahidi unaonyesha kubainika kwa vitu hivyo vichache ambavyo tumeviongelea au hatua stahiki kuchukuliwa kikamilifu kabla ya matukio ya uvunjifu wa amani. Kama nilivyoeleza awali, uvunjifu wa amani uliotokea ulithibitishwa kiwango kikubwa cha matayarisho ya vurugu hizo. Wafanya ghasia walitumia mbinu mbalimbali ambazo hazikutarajiwa, na mbinu hizo ni pamoja na kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani kwa wakati mmoja katika sehemu mbalimbali za miji na sehemu nyingine kwa kutumia mbinu mtawanyiko, dispersal violence points, ili kuzuia polisi wasiweze kukabiliana nao na kuwadhibiti kwa urahisi. Ikumbuke pia kwa siku hiyo ya uchaguzi, polisi wengi walikuwa kwenye vituo vya kupiga kura wakilinda amani na sare tu na bila kuwa na silaha yoyote. Wananchi pia waliokuja mbele ya tume waliona ishara za vurugu zitatokea siku
ya uchaguzi mkuu. Shahidi mwingine aliyofika mbele ya tume alieleza kuwa waliona ishara ya vurugu kupitia mitandao ya kijamii na wengine kutoa taarifa mbele ya tume kuhusu hofu walikuwa nayo, na kwa mfano ni hiyo: kiongozi mmoja wa dini aliambia tume kuwa kabla ya siku ya uchaguzi mtoto wake alikuwa na taarifa kuhusu vurugu zilizokuwa zimepangwa kuzuia uchaguzi usifanyike. Aliposhinda kuwashawishi baba na mama yake wasijitokeze kupiga kura, aliyoshauri kuwa angalau wasafishe vidole vyao mara tu baada ya kupiga kura, kwa kuwa wapo watu wamejipanga kukata vidole kwa hao ambao wamepiga kura. Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika ngazi ya taifa, mkoa na wilaya, kama walivyokuwa Watanzania wengine, walishtukizwa na hawakuwa wamejiandaa kwa kutosha kwa aina ya ghasia zilizotokea tarehe 9 Oktoba zilizotokea wakati huo katika mikoa 14, wilaya 33 na maeneo 202. Kupitia mabaraza ya polisi, maafisa na wakaguzi na askari polisi walipata fursa ya kueleza tume namna ghasia zimekuwa kubwa na hatarishi kwa maisha yao wao binafsi, lakini pia wafanya ghasia kutumia mbinu na silaha mbalimbali kukabiliana na askari. Askari mmoja alithibitisha kwa jeshi la polisi alikutegemea aina, ukubwa na usambaaji wa vurugu zilizotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu. Mmoja alieleza, tulijipanga kwa maandamano yaliyotokea ni mkusanyiko. Afisa mwingine wa vyombo vya ulinzi na usalama alieleza kuwa tulijipanga kwa maandamano yaliyotokea ni uyoga nchi nzima. Kuhusu hatua zilizochukuliwa, Mheshimiwa Rais, baadhi ya kamati za mikoa zilijulisha tume kupitia taarifa zao kuhusu hatua mbalimbali walizochukua kudhibiti matishio ya uvunjifu wa amani. Mfano ni kamati ya usalama ya mkoa wa Katavi. Katika taarifa yake imeeleza kuwa baada ya kuanza kuona viashiria vya kuwepo kwa ghasia wakati wa uchaguzi, iliimarisha mikakati ya ufuatiliaji na taarifa za kiintelijensia na kuzifanya kazi kwa haraka. Aidha, kamati ya mkoa na kamati ya wilaya za usalama zilianza kufanya vikao vya pamoja, ambao katika kipindi hicho zilikutana mara 11. Hali kadhalika, kamati ya usalama ya mkoa wa Kilimanjaro ilieleza tume kwa baada ya kuanza kuona viashiria na uwezekano wa kuwepo ghasia wakati wa uchaguzi, ilichukua hatua mbalimbali ikiwemo kufanya vikao vya kamati mara kwa mara kwa lengo la kupeana taarifa, kukutana na viongozi wa vyama vya siasa mara kadhaa na kukutana na vikundi vya bodaboda, na mkoa wa Kilimanjaro ni mmoja mkoa ambao hakuwa na changamoto za vurugu. Mheshimiwa Rais, niongelee kuhusu hatua za kudhibiti. Sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi inabainisha majukumu ya jeshi kwa polisi, kwani pamoja na kulinda raia na mali zao. Aidha, ili kutekeleza jukumu hilo, askari wa jeshi la polisi wameruhusiwa kubeba silaha wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Hata hivyo, ruhusa ya kubeba silaha inayotolewa chini ya sheria hiyo sio ruhusa ya moja kwa moja ya matumizi ya silaha hizo. Matumizi ya silaha yanapaswa kuzingatia misingi ya sheria na miongozo mbalimbali kuhusu matumizi ya silaha za moto. Na kifungu 19 kifungu kidogo cha kwanza
kinaainisha masharti na mazingira ambayo silaha za moto dhidi ya binadamu zinaweza kutumika. Ni ambako wakati ambako kuna jaribio la kumwokoa mtu mwingine ambao anapata madhara, au wakati wa kuzuia ukamataji kihalali na kadhalika. Lakini masharti ya kifungu hicho hicho Jeshi la Polisi huduma saidizi pia naendana kabisa na sambamba na kifungu cha 9 ya kanuni za misingi ya Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya nguvu ya silaha za moto kwa maafisa wa vyombo vya utekelezaji wa sheria zilizopitishwa mwaka 1990. Kwa hiyo sheria yetu ni sambamba tu kabisa na kanuni ya msingi ya Umoja wa Mataifa. Pia sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai kifungu 19(1) na cha 2 kinatoa mwongozo wa kisheria kuhusu ukamataji wa mtuhumiwa na matumizi ya nguvu wakati wa ukamataji. Lakini pia Jeshi la Polisi lina kanuni zake za jumla, Police General Order 274 ya kanuni za jumla za Jeshi la Polisi ambazo zimebaini matakwa manne ambayo yanahitajika kabla matumizi ya nguvu za silaha za moto, na hayo manne ni sawa tu kabisa na masharti ya kimataifa na masharti ya kikanda. La kwanza ni swala la uwiano wa proportionality, yani matumizi ya nguvu lazima yawiane na tishio. Kadri upinzani unavyoongezeka kuanzia ilani inayotolewa, udhibiti mkali, udhibiti hatarishi, na mwisho kiwango cha nguvu ndio hicho cha kutumia nguvu za mwisho.